Namna pekee mtu anaweza akawa huru ni kwa yeye kuijua kweli. Na ili uweze kuijua kweli unatakiwa uwe mwanafunzi wa Kristo. Na ili uwe mwanafunzi wa Kristo unatakiwa kukaa katika neno la Kristo. Maana yake ni kwamba kama kuna eneo lolote la maisha yako ambalo umeshindwa kupiga hatua, ambalo umekwama, aidha umeshindwa kukabiliana na hiyo changamoto, umeshindwa kuiondoa, inaweza kawa ugonjwa, inaweza kawa eneo la fedha na uchumi, inaweza kawa ni kwenye eneo la mahusiano, inaweza likawa ni kwenye eneo lolote lile. Kama unapata changamoto, kufanikiwa kutoka kwenye huo mkwamo ni kwa sababu moja tu, haujaijua kweli. Na Bwana Yesu anasema ili uweze kuijua kweli lazima uwe mwanafunzi wake. Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu kwamba mafundisho haya yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu ni uwanja wa vita. Na wiki hii tunaangalia jinsi ambavyo ibilisi anatumia uongo, ama niseme hivi, silaha pekee ya ibilisi ni uongo. Uongo ambao unatenda kazi kupitia tamaa. Sasa tamaa ni nini? Na huo uongo unatendaje kazi katika maisha ama katika akili ya mtu ili kuweza kumdhibiti? Hayo ndio mambo ambayo tunataka tuangalie wiki hii. Na kumbuka tu nikugusia kwamba ibilisi kwa kuwa ana ufalme, huu ufalme una muundo wa kiutendaji. Kuna ibilisi mwenyewe kwa pale juu, kuna falme na mamlaka ziko chini yake, kuna wakuu wa giza, alafu kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini wote hao wanafanya kazi kwa lengo moja tu, kutafuta udhibiti wa fikra zako, na silaha pekee walionayo ni uongo. Uongo ukishakubaliana na uongo wao, then inafungua mlango kwa mauti, laana na maovu kutenda kazi katika maisha yako. Kwa ukijua namna ya kudhibiti hilo, basi maana yake ni kwamba unakuwa umeweka ibilisi mahali pake. Kumbuka tu lengo la vipindi vya neema na kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Kwa lugha nyingine, ukifikiri kama Adamu utaamini kama Adamu. Na Adamu alikuwa nani? Adamu aliamua kuwa muasi mbele za Mungu. Ukifikiri kama Kristo, maana yake utaamini kama Kristo. Na Kristo alikuwa nani? Mwana pekee wa Mungu ambaye anampendeza baba yake. Hivyo fanya maamuzi ya kufikiri kama Kristo, na Kristo, ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kuunganishwa kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Kumbuka tu unapomwalika mtu kusikiliza mafundisho ya Kristo, walau zingatia mambo. Jambo la kwanza, mpe ushuhuda wa maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo, na maisha yako yamekuwaje baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Kwa lugha nyingine, nini kimebadilika? Umepiga hatua kiasi gani baada ya kusikiliza mafundisho ya Kristo na kuanza kufikiri kama Kristo? Ukishampa ushuhuda wa maisha yako jinsi alivyokuwa, kwa mfano, inaweza kusema nilikuwa silali usiku, nasumbuliwa na mapepo na nyongwa, nilikuwa nimejaa hofu, lakini tangu nimeanza kusikiliza mafundisho ya usiku na lala kama mtoto mdogo, hofu sio sehemu ya maisha yangu tena. Mpe ushuhuda kwanza ya mafundisho ya Kristo yamefanya nini, ama faida ya kufikiri kama Kristo imesababisha nini, alafu baadaye ndo mwalike. Lakini ukishamwalika pia mpe angalizo, mwambie kwamba kwenye haya mafundisho yanalenga kufanya ufikiri kama Kristo na sio Adamu. Hamna kitu kilicho na nguvu kama ushuhuda rafiki. Bala kama mnaenda mnabishana, toa ushuhuda maisha yako. Nitoe shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoomba simamia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 18, na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 11.
Na napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera sana 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 sana. Na kama unanisikiliza na umekuwa msikilizaji, mfuatiliaji wa mafundisho ya Kristo kwa njia ya redio, na haujapata fursa ama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na kualika uweze kufanya namna hiyo. Nimekuwa nikitia msisitizo hivi karibuni kwa ajili ya hili, kwa sababu wako watu ambao Mungu anataka kuwafikia na ufalme wake na kuwahudumia na kubadilisha maisha yao kifedha na kiuchumi, lakini anashindwa kwa sababu hajapata nafasi katika mioyo yao. Kumbuka, hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasisitiza kwamba hebu kuwa partner katika vipindi vya Neema na Kweli. Yes, kuna njia nyingi, lakini nakualika ni fursa ya kipekee. Kumbuka yule mwanamke mama wa Serepta alikuwa amebakiza mlo wa mwisho. Elia alitumwa kwa yule mama, na yule mama akaambiwa atoe mlo wa mwisho kwa Elia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia ufalme wake umhudumie kwa muda wa miaka 3.5 yote ambapo kwa kuna ukame na njaa. Elia hakutumwa kwa tajiri, alitumwa kwa yule alikuwa hana kitu. Ndio maana nasema wewe ambaye unapitia changamoto ya fedha na uchumi sasa hivi, wewe hasa ndio unatakiwa kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli. Wewe ambao unanisikiliza, fanya hivyo, alafu uone jinsi ambavyo ufalme wa Mungu utakushangaza. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja nataka tuende kwenye somo letu. Kumbuka tulikuwa tunaangalia kwamba ingawa tunaenenda duniani, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya kidunia. Maana silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu atakuangusha ngome. Nini? Tunaangusha mawazo. Sasa tutarudi kwa, lakini nataka tuzungumze kitu hichi kwamba silaha pekee ambayo ibilisi anayo, silaha pekee ambayo ibilisi anaitumia ni silaha ya uongo. Hana silaha nyingine yoyote. Hana silaha nyingine yoyote. Saa nyingine watu wanasahau kwamba pale msalabani ibilisi alivuliwa kila kitu. Alivuliwa enzi, akavuliwa mamlaka. Hana kitu. Okay, ngoja nikakuonyeshe kitu kimoja. Tutende kwenye Wakolosai. Ngoja tuanze sehemu hii hapa ili tuweze kuelewana lugha vizuri. Tuanze kwenye Luka. Tuanze kwenye Luka mlango wa 11. Alafu tutakwenda kwenye mstari wa 20. Tutasoma mpaka wa 22. Luka 11:20 hadi 22. Anasema hivi, huyu ni Bwana Yesu anaongea. Anasema, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. 21. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake vitu vyake vi salama. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake vitu vyake vi salama. 22. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kugawanya mateka yake. Na hapa Bwana Yesu alikuwa anazungumzia baada ya kumponya mtu. Na mwenye nguvu anayezungumziwa hapa ni ibilisi. Lakini anasema kwamba akija aliye na nguvu kuliko yeye, na katika muktadha wa mazungumzo, manake ni Bwana Yesu kupitia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Amekuja akamfunga, akamnyang'anya silaha zake zote. Kwa hiyo hili linatekelezwa vyema kabisa ukienda kwenye Wakolosai mlango ule wa 2. Nitaanza mstari ule wa 10 na anza mstari ngapi? Nianze 13 mpaka 15. Wakolosai 2:13 hadi 15. Anasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Akiisha kutusamehe makosa yote. Maana yake ni Mungu ametusamehe makosa yote. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akagongomea msalabani. Kwa hiyo anasema hati ya mashtaka rafiki dhidi yako, Mungu ameiondoa isiwepo tena. Sikia ule mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Sasa sijui kwa nini Wakristo wengi hawaelewi hichi kitu. Kama hati ya mashtaka haipo, imefutwa, imeondolewa, isiwepo tena kabisa, guess what? Huwezi kuhukumiwa adhabu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna hati ya mashtaka.
nataka itumbukiwe kwenye akili yako rafiki. Hati ya mashtaka ambayo nini? Tunafahamu Torati, sheria, amri 10 imeondolewa, isiwepo kabisa. Kwa kama hati ya mashtaka haipo, guess what? Ibilisi pia hawezi kushtaki. Kwa nini? Kwa sababu hana hati ya mashtaka. Hana hati ya mashtaka. Sasa 15 anasema akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Sasa hii lugha hapa kidogo huwa inakuwa ni ngumu kwenye Kiswahili cha SVV. Ngoja tuangalie kama Biblia zingine zimeweza kupatia. Ngoja niangalie. Neno anasema Mungu akisha kuzivua enzi na mamlaka alizifanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuziburura kwa ujasiri, akizishinda katika msalaba wa Kristo. Biblia habari njema anasema huko Kristo alipokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu, aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Super kabisa. Huyu ametafsiri vizuri mpaka nasikia raha yani. Nani TKU anasema hivi, pale msalabani aliwanyang'anya watawala wa ulimwengu wa roho, nguvu na mamlaka. Wapi? Pale msalabani aliwanyang'anya watawala wa ulimwengu wa roho, nguvu na mamlaka. Wakina nani hao? Mfalme wa uwezo wa anga, Ibilisi mwenyewe, alafu na nani? Alafu na falme na mamlaka waliokuwa chini yake, alafu na wakuu wa giza, alafu na majeshi ya pepo wabaya. Amewanyang'anya mamlaka waliokuwa nayo, amewanyang'anya na nguvu. Anasema aliwashinda pale na akawafukuza kama wafungwa ili ulimwengu wote uone. Kwa lugha nyingine sasa, ngoja tena turudi kwenye Biblia habari njema pale. Anasema hivi. Anasema huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu. Aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Kwa hiyo kinachosemwa hapa nini? Kwamba Ibilisi ambaye alikuwa ndo mwenye nguvu pamoja na mapepo yake na watawala wenzake, pale msalabani Bwana Yesu aliwanyang'anya silaha zao zote, akawapokonya nguvu zao, akawapokonya mamlaka yao, akawafunga, akawafanya mateka, alafu akafanya msafara wa ngoja nielezee hichi kitu labda utakielewa. Na nimeeleza kwa undani katika kitabu hichi cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Ni muhimu kupata nakala rafiki. Ni shilingi 15,000 la sio la nyingi sana. Sawa? Sikiliza hii. Kwenye kipindi cha zamani, watawala wa zamani, haswa kipindi cha Warumi, haswa utawala wa Warumi, ndo wakati wa kina Paulo wakiishi, mtume Paulo wakiishi, ilikuwa inaenda hivi, kama serikali ya Rumi inapigana na taifa jingine na wakaenda wakashinda lile taifa lingine, walichokuwa wanafanya, walikuwa wanakamata mfalme wa lile taifa, ama inawezekana lile taifa lilikuwa lina jenerali jemedari wao ndo ambaye wanamtegemea anaongoza vita vile, wanamkamata. Kitu cha kwanza wanachofanya, wanamvua nguo zote. Alafu wakishamvua nguo, wanachofanya pia wanakata vidole gumba vyote vya mikono ili asiweze kushika upinde ama asiweze kukamata mkuki tena kwa ufanisi. Alafu wanakata pia vidole gumba vya miguu ili asiweze kupanda farasi tena kwa urahisi. Wakishafanya hivyo, wanamfunga kamba kwenye mikono. Alafu yule aliye mfalme ama aliye jemedari wa jeshi la Wakirumi anapanda kwenye gari la wazi la farasi. Alafu huyu mfalme ama huyu jemedari wa adui anafungwa nyuma ya ile gari akiwa uchi. Alafu wanamkokota, wanamzungusha mji mzima. Kwa hiyo wananchi wanapanga mstari kushoto na kulia, wanamzomea, wanamtemea mate, wanamtupia maganda ya mayai na vitu vingine vyote. Kwa hiyo anazungushwa mji mzima. Kwa hiyo ile parade ilikuwa linaweza likafanyika kwa masaa kadhaa. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Walikuwa wanafanya hivyo ili kutuma ujumbe kwa wananchi kwamba huyu mfalme aliyekuwa adui, huyu jemedari aliyekuwa adui anawatesa, hata kaa aweze kuwatesa tena. Kwa nini? Sio tu kwamba tumemvua silaha zake zote, sio tu kwamba tumemnyang'anya mamlaka na nguvu aliyokuwa nayo, lakini pia na viungo vyake tumevikata ili asiweze kupigana tena. Alafu mwisho wa siku walikuwa wanaenda wanamnyonga. Kwa sasa Biblia inaeleza kwamba pale msalabani sio tu kwamba Yesu alimfunga Ibilisi na washirika wake wote, akawapokonya mamlaka waliokuwa nayo na silaha zao zote, lakini pia aliwatembeza kwenye paredi.
la kuwafedhehesha, la kuonyesha kwamba wao si kitu. Angalia Biblia Baranja anasema huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu, aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburura kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Katika msafara wa nini? Wa ushindi wake. Katika msafara wa nini? Wa ushindi wake. Sasa shida iko hapa. Inaonekana Wakristo wakati siku paredi inafanyika hawakuwepo. Wakati wa msafara wa kumdhalilisha ibilisi na washirika wake wanaofanyika katika ulimwengu wa roho, inaonekana Wakristo hawakuwepo. Na ndio maana Wakristo wengi hawajui, bado wanadhania kwamba ibilisi na washirika wake wana nguvu. Kitu ambacho Wakristo hawajui ni kwamba ibilisi amepokonywa silaha zake zote. Kwa lugha nyingine, kitu pekee alichobakiwa nacho ni uongo, maneno. Ndio kitu ambacho alikitumia pia pale bustani ya Eden kumrubuni Hawa. Hakuwa na namna nyingine yoyote ya kumlazimisha Hawa, kumshinikiza Hawa. Na kwa maana hata leo hii ibilisi hana namna nyingine yoyote ya kukushinikiza wewe, ya kukulazimisha wewe ufanye kitu ambacho hutaki. Kitu pekee alichonacho ni uongo. Na huu uongo unatenda kazi kupitia tamaa. Sasa ukiwa na hilo kichwani, turudi kwenye Yohana 8:44. Yohana 8:44. Yohana 8:44, ambapo tuliona Bwana Yesu anaongea na Wayahudi waliomwamini. Anawaambia hivi, ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Kwa hiyo vitu viwili hapa. Moja, anasema ibilisi ni mwongo tangu mwanzo, lakini pia ibilisi ni muuaji tangu mwanzo. Kwa lugha nyingine akisema tangu mwanzo, maana yake tangu uumbwaji wake, tangu alivyoumbwa ibilisi. Sasa unasema kwa nini Mungu alimuumba ibilisi awe muuaji? Hilo silijui. Ukitaka maelezo zaidi, ukikutana na Mungu, kaa chini muulize. Mimi nakueleza kile ambacho nimekiona. Kwa hiyo anasema huyu jamaa ni muongo, ni baba wa uongo na ni muuaji tangu mwanzo. Lakini anasema huyu bwana anafanya kazi kupitia tamaa. Ibilisi anafanya kazi kupitia tamaa. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu kuhusiana na tamaa hapa. Twende kwenye Yakobo. Na ndio maana nakusisitiza tena, hakikisha umepata nakala yako ya kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Ukisome walau mara 3 mfululizo. Kisome tena na tena na tena na tena. Kitakusaidia, kitabadilisha maisha yako, kitabadilisha Ukristo wako. Yakobo mlango wa kwanza, tuanze mstari ule wa 12. Anasema hivi, amebarikiwa mtu yule astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Anasema mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa hiyo anasema unapopita katika majaribu usije ukaseme kwamba ni Mungu anakujaribu. Maanake Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu na maovu. Sasa nilizungumza hili kidogo. Kuna Wakristo wengi wameaminishwa kwamba wanapopita kwenye changamoto mbalimbali za maisha ni Mungu anawapitisha kwenye majaribu ili awape utukufu mkubwa zaidi. Sawa sawa na Petro wa kwanza ndani mlango wa 5 mstari wa 10 inavyosema. Si kweli. Biblia inasema ukipita katika majaribu usiseme unajaribiwa na Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kujaribiwa na uovu, na wala yeye hawezi kutumia uovu kumjaribu mtu mwingine. Kwa hiyo wewe unasimama na kusema kwamba Mungu ananipitisha kwenye majaribu, maana yake ni kwamba unasema kwamba Mungu pia anajaribiwaga na maovu. Najua uelewe kinachozungumzwa. Ngoja nikusaidie. Ukisema Mungu anajaribiwa na maovu, maana yake nini? Unasema kwamba Mungu anajaribiwa aibe, analetewa wazo yani. Yaani Mungu naye analetewa wazo. Ibilisi anampiga Mungu diski, anamwambia iba basi. Haiko hivyo. Anasema Mungu hajaribiwi na maovu, wala hawezi kumjaribu mtu na maovu. Nataka uelewe hilo. Kwa hiyo majaribu unayopitia, changamoto unazozipitia, sio Mungu anayekupitisha. Na kama ulikuwa unawaza hivyo, futa. Nilikuwa naongea na ndugu mpendwa, anasema mtumishi, kitabu kile cha nani Yesu aliponya wote, nimeenda napelekea wagonjwa wasome, wengine wanakataa kabisa, wanasema kwamba pale unaposema kwamba nani haya ugonjwa sio majaribu kutoka kwa Mungu, ni kazi ya ibilisi, wanasema wanakataa, wanasema kanisa lilikuwa hajafundishwa hivyo, wamefundishwa kwamba Mungu anawajaribu, anawapitisha. Sasa kama unaamini Mungu anakujaribu, anakupitisha, kwa nini unamwomba akuondoe? Kwa nini unamwomba akutoe kwenye hayo majaribu? Kwa nini usiache hayo majaribu yafanye kazi yake? Kwa nini unamwomba akutoe? Kwa nini unamwomba akuponye?
Kama kuna kitu anakufundisha kupitia hayo mateso unayopitia, kwa nini unamwomba akuponye? Kwa nini unaenda hospitali kutafuta dawa? Kwa nini unaenda kwa watumishi ili wakuombee wakati wewe unaamini ni Mungu anakupitisha? Wewe uone wewe na mtumishi wako mnakuwa ni watovu wa nidhamu, kwamba Mungu yuko busy anakufundisha kitu kupitia kukutesa, alafu unataka kwenda kutoka. Unajua vitu vingine tunaaminishwa, ndio huo uongo wa ibilisi na uzungumza. Unaaminishwa ujinga katika akili, alafu na wewe unaupokea, unaumeza hivyo hivyo bila kutafakari. Kama ni Mungu ndo anakupitisha kwenye majaribu na kwenye mateso na kwenye vifungo, kwa nini unaenda kumwomba akutoe? Kwa nini usiache hivyo vitu vikafanya kazi yake vizuri kabisa ili ukafuata utukufu mkubwa zaidi? Nishaona mimi watu wamekufa kwa sababu ya huo ujinga. Sasa sikiliza hii. Anasema hivi, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kwa anasema kila mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe, akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Tuko sawa sawa? Huzaa nini? Mauti. Kwa anasema ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Naona? Msifanye nini? Msidanganyike. Alafu anakuonyesha sasa kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa hiyo maana yake nini? Sio tu kwamba anakuambia Mungu hawezi kujaribu na uovu, anasema kwamba wewe unapoingia kwenye majaribu huo unavutwa na kudanganywa na tamaa yako mwenyewe. Kwa hiyo ni tamaa yako mwenyewe ndio inayokujaribu. Sasa kumbuka, Bwana Yesu anamwambiaje wale Wayahudi kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, tamaa za baba yenu. Kwa hiyo maana yake nini? Ibilisi ili aweze kudanganya anatumia tamaa iliyoko katika maisha yako. Sio kitu kingine. Sasa tamaa ni nini? Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kukufanya usimwamini Mungu. Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kukusababisha usimwamini Mungu. Kwa lugha nyingine ni kitu ambacho kinakuvuta uende kwenye njia isiyofaa. Ndio tamaa. Nishaona watu wengine, kwa mfano mtu anaona viatu vya mwingine, anaona gari la mwingine, anaona gauni la mwingine, anaona suti ya mwingine. Anatamani mno, anataka azimwe ili atoke naye aende naye kwenye sherehe wamuone. Alafu akinyimwa anakasirika kabisa, anatangaza uadui. Nini hicho kinachomsukuma mpaka atake kuchukua nguo ya mwingine aende nayo kwa harusini? Tamaa. Kwa hiyo Yakobo anasema mtu unapojaribiwa usiseme unajaribiwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anasema lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Unaona, huku akivutwa na kudanganywa. Angalia tena mstari wa 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Sasa Ibilisi analijua hilo. Ndio maana anasema Ibilisi hawezi kukudanganya kama huna tamaa. Kwa sababu anatumia tamaa kama chambo. Anatumia tamaa kama chambo. Na kwa mfano mafundisho mengi mabovu, potofu, ya ajabu, watu wananasa. Yes, kuna kundi moja la watu wanatafuta kutoka kwa sababu wako kwenye changamoto, hawajui kweli, sawa. Lakini una kundi lingine ambalo wanajiona kwamba watakuwa wa kiroho mno, watajulikana, watasifiwa na watu. Kwa hiyo ndio maana wanang'ang'ania mafundisho mabovu yasiyofaa kitu ambayo hayana matokeo. Kwa nini? Kwa sababu ya tamaa ya sifa, tamaa ya kusifiwa, tamaa ya kutukuzwa. Kwa hiyo wanang'ang'ana na kitu ambacho hata wao mwenyewe ndani ya mioyo wanashuhudiwa kwamba hakifanyi kazi.
mafundisho mabovu, njoo tukufanyie ukombozi, njoo tuvunje madhabahu. Watumishi wengi wanaongangania hii ni kwa sababu wanapata hela kupitia hayo mafundisho. Kwamba wanawaambia watu weka hela kwenye bahasha, njoo tukufanyie ukombozi, njoo tuvunje laana, njoo tukomboe madhabahu. Kwa hiyo weka hela kwenye bahasha ulete. Kwa hiyo ukiwaletea kweli wanaikataa kwa sababu tamaa yao inawasukuma kwamba hii ni njia nyepesi ya kupata pesa kutoka kwa watu. Kwa hiyo ukija ukaanza kufundisha kweli kwamba no, kwa sababu uko ndani ya Kristo tayari umeshakombolewa, kwa sababu uko ndani ya Kristo hauna laana, wewe uko katika baraka, wanakataa, wanaipinga hiyo kweli, wanachukia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wana tamaa ya fedha. Kwa wako tayari wapingane na Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya tamaa ya fedha. Tamaa nini? Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kusababisha uache kumwamini Mungu. Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kusababisha uache kumwamini Mungu. Na ndivyo ambavyo watumishi wengi wamekutana na hiyo kitu. Na wengine ni kwa sababu ya uvivu. Hawataki kukaa chini wajifunze kuwa wanafunzi, wanatafuta shortcut, wanatafuta mafanikio ya haraka, wana tamaa ya kutoka haraka. Ndio wao wanataka waombewe na matokeo yake wanaliwa hela, alafu wanafundishwa vitu vya ajabu na maisha yao hayabadiliki. Na sasa kwa hiyo tunafanyaje? Kipindi kijacho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.